Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu katika makala ya leo ambapo tutaenda kuangazia simulizi ya mwana mpotevu, kijana ambaye alihitaji urithi kutoka kwa baba na baba bila hiana yeyote aliweza kumpa urithi huo. Karibu tukaangazia simulizi hii ambapo tutaitazama simulizi yenyewe, lakini pia tutapata tafakari, bila kusahau tutaona ni fundisho gani ambalo tunalipata kutoka katika simulizi hii. Makala ya leo itatuongoza kutoka katika kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 11 hadi 32. Moja kwa moja karibu na tuianze makala yetu. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akasimama na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda yaliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba akawaambia watumwa wake, nileteeni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanaye mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kukaribia nyumbani, alisikia sauti na nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maanake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinjia ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje, akamsihi. Akamjibu baba yake akisema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vya kwako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Naam, hiyo ni simulizi kutoka Luka sura ya 15 aya ya 11 hadi 32. Na moja kwa moja tukaangalia tafakari katika simulizi hii. Kristo Yesu ni ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu. Ni hapo unapouona upendo, wema na huruma na uvumilivu wa Mungu usio na mipaka wala kipimo kwetu wanadamu. Mwana mdogo aliomba kwa baba yake sehemu ya urithi unaomwangukia. Ndiyo, si tu anachukua sehemu ya urithi wake, bali anajitenga na kwenda mbali na baba yake. Hakika mali na vyote tunavyoweza kuwa navyo ni mali ya Mungu, na hata uhuru wetu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa kuwa Mungu ni upendo, basi daima anaheshimu uhuru wa wanadamu, kwani upendo huvumilia vyote. Mwana mdogo alienda nchi ya mbali na kumwacha baba yake ni mwanadamu aliyejiweka mbali na Mungu muumba wetu. Dhambi ni kujitenga na Mungu, ni kutumia mali na vyote anavyokujalia kadri ya mapenzi yake. Mali, vitu, anasa na mambo ya namna hiyo vinaisha na sio vitu vya kudumu, na ndiyo tabia na silika ya dhambi inayodanganya. Inadanganya, haikupi furaha na amani ya kudumu kama ilivyoonekana mwanzoni. Pesa, mali, starehe, mamlaka ya madaraka,
umaarufu na vingine vingi. Ni vitu vya kupita katika maisha, havikupi uhakika wa maisha yenye furaha na amani ya kweli. Akiwa nchi ile ya mbali, alitapanya mali zake zote na njaa kuu ikaingia nchi ile. Ndiyo kusema kila tunapojitenga na Mungu na kwenda mbali naye, hapo tunaingia katika maisha yasiyo tena na radha ya furaha na amani kwetu. Maisha yanakuwa na dhiki na shida kubwa, kwani bila Mungu hatuwezi kitu. Bila Mungu tutabaki tukiwa yatima na wakiwa. Hadithi ya mwana mpotevu inayotoka katika kitabu cha Luka sura ya 15 aya ya 11 hadi 32 inatufundisha kuwa Mungu ni mwenye huruma na msamaha, akimkaribisha mwenye dhambi anayetubu kwa mikono miwili. Inasisitiza umuhimu wa unyenyekevu, pia inaonya dhidi ya wivu na hukumu. Karibu tujifunze mambo 10 kutoka katika hadithi ya mwana mpotevu. 1. Mungu ni baba mwenye upendo na huruma. Mungu anasubiri kwa hamu kurudi kwa wenye dhambi na kuwasamehe kikamilifu bila kinyongo. 2. Katika hadithi ya mwana mpotevu tunajifunza umuhimu wa toba ya kweli. Mwana mdogo alitambua kosa lake na kuanza kurudi, hatua muhimu ya kuponywa na kuomba msamaha na kurudi kwa baba yake. Funzo la 3 tunalipata kutoka katika hadithi ya mwana mpotevu ni matokeo ya maisha ya anasa na kufuja mali. Kufuja rasilimali kunaongeza umaskini, aibu na kupoteza utu, kama ilivyokuwa kwa mwana mpotevu ambapo alipoteza utu hadi kwenda kurisha nguruwe. Jambo la 4 tunalojifunza katika hadithi ya mwana mpotevu ni umuhimu wa uhuru wa kuchagua. Baba alimruhusu mwanae aende zake alikotamani na alienda. Baada ya kufika huko, matatizo mengi yalimfika na baada ya hapo akaomba msamaha na kurudi nyumbani. Jambo la 5 tunalojifunza kutoka katika simulizi ya mwana mpotevu ni kwamba mshahara wa dhambi ni ukiwa. Nje ya nyumba ya Baba, uwepo wa Mungu, mwanadamu anakumbwa na njaa ya kiroho na kimwili. Jambo la 6 tunalojifunza katika hadithi ya mwana mpotevu ni huruma ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi. Haijalishi mwanadamu umepotea kiasi gani, kurudi kwa Mungu kunaleta furaha mbinguni na urejesho wa utu. Jambo la 7 tunalojifunza kutoka kwa mwana mpotevu, hatari ya wivu na kujiona mkamilifu. Kaka mkubwa anawawakilisha wale wanaotii sheria lakini wanakosa upendo na huruma, wanaona wivu kwa wenye dhambi na wanaosamehewa. Jambo la 8 tunalojifunza kutoka katika simulizi ya mwana mpotevu ni kwamba ukarimu na neema ya Mungu. Baba alimpa mwana mpotevu vazi, alimpa pete, alimpa viatu, alama ya urejesho na hadhi ya mwana aliyepotea na kurudi na kuambatana tena na babake. Jambo la 9 ambalo tunajifunza kutoka katika hadithi ya mwana mpotevu ni kufurahia kurejea kwa aliyepotea. Hadithi inasisitiza umuhimu wa kusherehekea mtu aliyemrudia Mungu kwa mara nyingine badala ya kumhukumu kwa makosa yake ambayo aliyafanya mwanzo. Jambo la 10 tunalojifunza kutoka katika hadithi ya mwana mpotevu ni kwamba kujitambua ni hatua ya kwanza ya mabadiliko. Mwana mpotevu alipofikia mwisho wa matumaini yake, alijitathmini na kuona umuhimu wa kurudi kwa baba yake, kuomba msamaha ili aweze kusamehewa. Hiyo ndiyo hadithi ya mwana mpotevu ambavyo leo inatufundisha mambo mengi. Tumeona simulizi yenyewe, tumeangalia tafakari, lakini pia hapa mwishoni tumeona kitu gani ambacho tunajifunza kutoka katika simulizi hii ya mwana mpotevu. Bila shaka kwa wewe Mkristo ambaye unaishi maisha ya Ukristo, umeona namna ambavyo upendo, ukarimu, huruma na kuwapenda wengine wanaokosa bila kuwahukumu ni jambo ambalo tunatakiwa kulifanya kila siku na katika maisha yetu ya kila siku. Karibu sana, hii ni Kiko Media. Endelea kuwa nasi, endelea kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa mbalimbali na makala mbalimbali ambazo tutaendelea kukuletea hapa ndani ya Kiko Media. Asante na bye bye.